Miaka minne. Miaka minne. Ndio. Na ulikuja kwa ajili ya kesi hapa Dodoma? Kesi hii ya walifunga simu zangu, namba zangu wakawapa watu kwa ajili ya eti vidole vyangu vimekataa kusajili kwa alama za vidole. Wakafunga na laini zangu wakawapa watu wengine. Alafu nikaja kwamba wanisajili basi kwa fomu maalum. Kwa fomu maalum. Kwa sababu mimi nasukuma wheelchair. Vidole zile grooves za vidole zile fingerprints zimelika. Kwa hiyo haziwezi kusajili kwa alama za vidole. Kwa hapo unajaziwa fomu maalum unajaza. Sasa hizo fomu maalum wamejaza, imewezekana wamenipatia namba moja ya muda tulisema. Wamekataa mpaka sasa. Kwa hiyo ukaamua kwenda mahakamani. Nikaamua kwenda mahakamani, na baada ya wao kukaidi maagizo hata ya mawaziri. Kwa mfano Waziri Nape Nnauye akiwa waziri wakati ule akiwa waziri wa mawasiliano, aliwaagiza warudishe namba zangu alafu wanitafutie mimi namna ya kurudi huko Arusha. Ilikuwa muda mfupi tu, miezi miwili mitatu. Kwa hiyo 2022 hiyo. Ndio 2022. Sasa nilipoona hamna namna, basi ikabidi niende mahakamani nikafungua kesi ya kuwadai milioni 100 kwa usumbufu walionifanyia na hasara ninazozipata. Kesi ile iliendelea kutoka mwaka wa 2022 mwezi wa 3 ndio nilisajili kwa msaada wa shirika la mawakili Tanzania. Kesi imeisha mwaka huu baada ya miaka mitatu, kwa maana ya kwamba ilikuja kwa majaji mpaka watatu. Wamefika jaji wa kwanza akampa jaji mwingine tena wa pili, sasa jaji wa mwisho Jaji Mruma ndio ameamua kwamba mimi nilipwe milioni 100 na riba zake pamoja na gharama za kuishi hapa Dodoma miaka mitatu hivi, na sasa huu ni wa 4. Maana toka mwezi wa 3 mwaka wa 2022 mpaka sasa. Kwa hiyo na wadai sasa hivi nikipata hizi, si mnaona nyaraka. Hebu tusomee nyaraka. Tarehe 30. Baada ya tarehe 30 mimi ninachukua hati ya kukamata mali zao. Ndio. Ndio umeambiwa hivyo? Ndio maana ndio na taratibu za mahakama sasa. Sijaambiwa. Mpaka sasa hivi hawajakulipa bado. Hawajalipa, wanataka kwenda kupaki kesi mahakamani, lakini hainihusu kwa sababu hawajakata rufaa. Sasa wanasema tutakata rufaa. Mimi hiyo hainihusu. Mimi naangalia haki kwa upande wangu. Kwamba wao wamekata rufaa. Hakuna rufaa yoyote walioniletea, nimesaini. Kwa hiyo hii kesi ilikuwa na mawakili 5 walikuwa wanapambana kuzuia haya malipo. Napambana na kampuni kubwa hizi. Sio kampuni ndogo. Kwa hiyo baada ya hapo sasa ni unatakiwa atekeleze ndio naenda kuandaa nyaraka za kukamata mali sasa. Si unaona muda umeanza kuisha. Kwa hiyo naenda kuandaa nyaraka za kukamata mako watatu. Niliona nakuja makao makuu ili hayo matatizo yangu Arusha. Baada ya Arusha kuzunguka ofisi zote miaka yote tokea nimepata usajili, namba za usajili za NIDA zilipotoka, nimehangaika ofisi za NIDA hapa na pale, hakuna namna. Nikaona basi ngoja niende makao makuu nimalize hiyo. Tena nikaja sasa na bajaji ili kurahisisha mambo. Kutoka Arusha mpaka hapa na bajaji? Ndio shida. Bila namba za simu huwezi kufanya kazi yoyote. Utafanya kazi gani sasa? Siku hizi tunatumia simu, umekaa tu mahali unapiga huku ndio unapata mawasiliano, mali gani inahitajika. Hata kama ni udalali wowote unauza magari ya watu mbalimbali, wewe unatumia simu tu. Sasa sio wakati ule wa kusema ngoja nitembee mpaka mahali fulani, hapana. Sasa kutoka Arusha mpaka hapo ulitumia siku ngapi? Nimetumia siku moja na nusu. Nimeendesha mwenyewe tu. Siku moja na nusu? Okay. Na
Kipindi chote cha kesi kule umeacha familia au umeacha nini kule nyumbani? Naam. Arusha umemwacha nani na nani kule? Nyumbani kwangu ni Karatu kule kijijini, kwa hiyo wao wanaendelea na mambo yao ya kilimo na nini. Kule cha familia kule? Ndio. Ukawaambia nakuja kutafuta? Nimewaambia sasa sina namna, maana sasa kila simu mawasiliano ya ndani ya nchi na nje ya nchi yote yamekatwa. Sasa sijajua hawa watu kama hizi namba wamezifanyia hila, labda kuna miamala yangu wamechukua huko, sasa wanaficha hizo namba, mimi sijui, lakini tutakuja kujua, kwa sababu baada ya hapa nitafungua kesi ya kuwadai kwamba sijaitumia hiyo simu, na wao wenyewe wataona kwamba kumbe kulikuwa na nilikuwa nafanya miamala ya aina gani na mawasiliano ndani na nje ya nchi. Nimekosa. Nitawafungulia kesi wadai kama bilioni 1 hivi. Okay. Baada ya hapa, baada ya kumalizana haya malipo ya haya gharama za kesi, haya ya milioni 100 na gharama za kuishi Dodoma mimi na msaidizi. Kwa hiyo baada ya hapa kuna kesi nyingine tena watakuja kujibu. Okay. Maisha ya Dodoma, umekutana na jamii mpya ambayo sio familia yako. Tunajua wewe kidogo namna yako ya kumove ni tofauti kidogo na jinsi ulivyo. Yalikuwaje kwa? Hali ya maisha Dodoma ni ngumu, kwa maana ya nchi ni ya mchanga. Kwa hiyo kwa sisi walemavu kidogo ni changamoto katika eneo, kila mahali hapa ni mchanga. Kwa hiyo kidogo ni tofauti na Arusha ambapo ardhi yake ni ngumu. Kwa hapa kweli kwa mlemavu kupita mitaani kazi. Ndio maana mimi nimekaa guest miaka 4 hiyo. Unavyoona. Okay. Pole sana mzee. Asante. Na wito gani sasa kwa mamlaka ambazo zinasimamia sheria kuhusiana na agizo hili la mahakama? Nimefika mpaka Wizara ya Katiba na Sheria. Kwa kweli ninamuomba waziri wa Katiba na Sheria, na yeye ametambua hili kwamba mara nyingi hukumu za mahakama kwenye utekelezaji kunakuwa na tatizo. Waziri mwenyewe Juma Omera ameongea hili. Kwa kweli kuna tatizo. Kuna watu mawakili wamegeuza mahakama kama sehemu za kupaki kesi ambazo wanaona kwamba hii kesi ili kusudi wao waendelee kufanya kazi kwenye kwenda mahakamani. Sasa huu mtindo wa utekelezaji, huu mtindo wa utekelezaji wa hukumu za mahakama unaopuuzwa. Waziri aangalie na tafuta namna ya kumuona yeye waziri mwenyewe. Nimeshafika Wizara ya Katiba na Sheria, nimemwona mkurugenzi wa sheria wa pale, tumeongea, ndio wamenisaidia kutengeneza hizi decree. Kwa pole sana mzee wangu. Nashukuru, lakini maumivu ni makubwa kwa sababu hapa ninaishi kwenye mazingira magumu, sina hela za matumizi mpaka nikope. Hata watu niliokuwa na wakopa sasa wananikwepa kwa sababu wao wanafikiri ikipita tu hukumu ya mahakama mahakama imeamuru ulipwe kiasi fulani, watu wanafikiri kesho yake unaenda. Sasa nimekaa toka mwezi wa 3 mpaka leo. Kwa kweli mahakama imenisaidia sana, na kwa kweli taasisi pekee ninayoshukuru ni mahakama. Kwa kweli wanasaidia sana watu, hasa mahakama za juu, hasa mahakama kuu wanasaidia sana, wanatoa msaada wa haraka, ndivyo hivyo.